Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa kuwa umetupa nafasi ya kuweza kukusanyika ili pia tukushukuru. Nasi tunaziona kazi zako katika maisha yetu, kuanzia afya zetu, roho zetu, miili yetu. Tunakushukuru wewe Mungu kwa ajili ya kazi hizi njema unazozitenda. Umetulinda na ule mwovu, umetuepusha na majaribu mbalimbali, umetupa riziki mbalimbali, umetuongoza katika njia zetu. Baba, tunakushukuru. Maneno elfu hayatoshi kuleta shukrani zetu, lakini tunaamini kwamba umetokea. Muda huu tunaenda kusikiliza maneno yako. Ulisema kwamba mtu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Nasi pia tunataka kuishi kwa neno lako. Tunaomba kila mmoja ambaye yuko hapa atakayesikia maneno haya, naomba Mungu ukamsemeshe, ukamuongoze na kumkumbusha. Na yule mwingine ambaye atasikia hapo baadaye kwa njia nyingine yote, naomba Bwana Yesu pia ukamsaidie, na mimi pia ukanitumie kama chombo chako kuanzia sasa hadi pale nitakapomaliza. Roho Mtakatifu nifundishe nini cha kusema, na wote Bwana ukatubariki kwa baraka za rohoni. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kwa pamoja wote tuseme amen. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Asante sana. Kama unataka kwenda mbinguni, basi sikia ujumbe wa siku ya leo, utakusaidia. Amen. Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema tembea katika njia kuu. Tembea katika njia kuu. Amen. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo. Tembea katika njia kuu. Kutembea katika njia kuu sio kutembea kwa miguu. Tunazungumzia kutembea katika roho. Katika roho kuna njia kuu mbili ambazo hizi njia hazionekani kwa macho ya damu na nyama. Kuna njia ya uzima na njia ya mauti. Njia ya uzima na njia ya mauti. Naomba nisome kitabu cha Yeremia sura 21 na ule mstari wa 8. Twende pamoja kwa sababu kuna mahali nitaelekea ambako kutakufaa sana siku ya leo, au niseme kutatufaa sisi sote. Kitabu cha Yeremia sura 21 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Yeremia sura 21 mstari wa 8. Anasema, nawe waambie watu hawa, Bwana asema hivi, tazama naweka mbele yenu njia ya uzima na njia ya mauti. Zinatajwa njia kuu mbili, njia ya uzima na njia ya mauti. Hakuna njia ya katikati kwamba uchagui uzima au hauchagui mauti, kwamba unataka njia nyingine hapo katikati. Haipo. Biblia inataja njia kuu mbili tu, uzima na mauti. Maana kama hautachagua njia ya uzima, ni moja kwa moja tayari umeshachagua njia ya mauti, na kama hautachagua njia ya mauti, ni moja kwa moja tayari umeshachagua njia ya uzima. Na hapa anasema tazama anaweka njia mbili mbele yenu, njia ya uzima na njia ya mauti. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa njia ya uzima siku zote imenyooka. Hapa tunaenda kuziangalia hizi njia mbili. Njia ya uzima siku zote imenyooka, lakini njia ya mauti tutaenda kuangalia iko kwa namna gani. Amen. Naomba nisome kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 6, tujue hii njia ni nini ambayo ni ya uzima. Baadaye tutaangalia njia ya mauti. Yohana sura 14 na ule mstari wa 6. Yohana sura 14 mstari wa 6, lakini naanzia ule mstari wa 3. Yohana sura 14 mstari wa 3 hadi wa 6 nitasoma pale. Anasema hivi, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Anaambia wanafunzi wake. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mara nyingi tukisomaga ile andiko tunasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hajasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Amesema mimi ndimi njia, jambo la kwanza, na kweli, maana yake yeye pia ni kweli, jambo la pili. Anasema na uzima, maana yake yeye pia ni uzima. Kwa Kristo ni njia, na anasema mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa hawezi au mimi sitaweza kwenda kwa Baba juu mbinguni isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kuna watu fulani wanasema Mungu si mmoja, Mungu si ni mmoja. Kwa kila mtu amwabudu Mungu wake alafu tutafika kwa Mungu. Nataka nikwambia hakunaga kitu cha namna hiyo. Hapa anasema hakuna mtu atakayeweza kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi, Yesu Kristo. Na kuna kipindi Yesu akawaambia, na uzima milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo le mtuma. Kwa hiyo uzima milele sio kumjua tu Mungu. Kuna watu wanamjua tu Mungu. Na unajua sisi sote tuna Mungu mmoja, lakini hatumwabudu Mungu mmoja. Ukienda kukuta watu wanaabudu miti, wote Mungu wetu ni mmoja, lakini hatumwabudu Mungu mmoja. Kwa sababu
Yule anayeabudu mti, anaenda kwa ganga, ana macho mawili kama wewe, hajaumbwa na huyo Mungu anayemwabudu. Ana miguu miwili kama wewe, hajaumbwa na huyo Mungu anayemwabudu. Ameumbwa na Mungu wa mbingu na nchi. Kwa wote, Adamu wote, Mungu wetu ni mmoja. Ukisikia kauli mahali popote, kubala. Tuna Mungu mmoja, lakini hatumwabudu Mungu mmoja. Tunaabudu miungu tofauti tofauti. Mwingine mti ndo Mungu wake, mwingine panya ndo Mungu wake, mwingine sanamu ndo Mungu wake, mwingine watu ndo Mungu wao. Biblia inasema sehemu nyingine Mungu wao ni tumbo, kwenye kitabu cha Wafilipi. Tumbo ndo miungu wa watu. Na kadhalika na kadhalika. Wengine shetani Lucifer kabisa wanamsujudia. Wanakutana naye wanamsujudia. Lakini Mungu ni mmoja. Na hapa anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hafiki kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo tunapaswa tuijue watu wa Mungu. Imenyoka, haina makando kando. Kwa hiyo tunamjua Mungu kweli aliyetuumba, tutamuita tunavyojua kumuita. Lakini hiyo itoshi kupata uzima milele. Anasema uzima milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli na Yesu ule mtuma. Kwa kupitia Yesu tunapata uzima milele na tunafika katika uzima. Ndio maana anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa pale anasema kwenye Yeremia kwamba tazama naweka njia mbili mbele yenu. Njia ya uzima na njia ya mauti. Kwa njia ya uzima ni ipi? Ndio hii imejibu. Biblia ndogo inajijibu yenyewe. Imekuja kujijibu hapo kwamba Yesu anasema mimi ndimi njia, anajibu ile swali, anajibu ile andiko katika Yeremia. Ya kwamba ile njia ya uzima ni ipi? Anajibu hapa kwamba yeye Kristo ndo njia, kweli na uzima. Mtu hafiki kwa Baba. Hapa anaposema mtu, haijalishi huyu mtu ni mwanamke, mwanaume, mfupi, mrefu, mlemavu au sio mlemavu, tajiri au masikini, mwenye shida au mwenye asiyekuwa na shida, mwenye changamoto asiyekuwa na changamoto. Anasema mtu, madamu unaishi, huo ni mgonjwa mzima, hautafika, sitafika kwa Baba juu mbinguni isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Na hapa ndipo tunapoona umuhimu wa Yesu. Na hapa ndipo tunapoona umuhimu wa kumjua Yesu zaidi na kumtafuta yeye. Kwa hiyo usijitumainishe tu kwa matendo mazuri. Leo kutana tena na mtu mmoja wa imani nyingine. Akasema mimi natoa sadaka, mimi nasaidia maskini, mimi situkani, mimi siendi kwa waganga, sifanyi hivi na vile na vile. Nitamwona Mungu. Si Mungu ni mmoja. Yesu anasema pasipo mimi ndimi njia. Kwa Kristo alikuja kukamilisha, kuinyosha ile njia. Tuko tunaona kama kuna njia lakini kainyosha kupitia yeye, sasa tunafika kule. Na maana anasema pasipo kumwamini Yesu Kristo hakuna uzima milele. Usipompokea Yesu katika maisha yako huwezi kupata uzima milele. Hauwezi kupata uzima milele. Kwa wale ambao labda hawajawahi kusikia kabisa neema injili, hawajawahi kusikia popote, hawajawahi kumsikia Yesu, labda hao ndo watapata, kwa sababu Mungu hawezi kumhukumu mtu ambaye kitu ambacho hajawahi kukisikia. Lakini kwa mtu ambaye ashamsikia Yesu na akaona kazi zake, akamkataa, akasema mimi namwamini Mungu na matendo yangu, hakuna mwanadamu anayeokolewa kwa matendo. Hiyo ni taarifa ambayo ilikuja baada ya Kristo kuja duniani. Hata utende matendo 1000 mazuri, kama hauna Yesu, matendo yako hayakusaidii kitu. Kwa sababu tunatenda matendo mabaya mengi kuliko mazuri. Mungu akiamua kutuangalia na kutuhukumu kwa matendo yetu, basi atatuhukumu kwa mabaya mengi kuliko mema. Ndio maana akasema sasa si hata mazuri ambayo unafanya Mungu hawezi kuhesabu pasipo Yesu. Ukiona Yesu, matendo yako makamilifu, matakatifu yana maana. Kama una Yesu, matendo yako ni bure. Ajalishi utakuwa na dini nzuri, ajalishi utakuwa na dhehebu nzuri, ajalishi utakuwa kila kitu. Na utaweza kuona pia baraka za Mungu, kwa sababu baraka za Mungu pia zinakuja kwa yoyote, zinashuka. Kwani ile jua sanatuangazia wote, waovu na wema. Mvua sinashuka kwa wote. Hata shamba la mchawi akipanda mbegu zake pale, mvua ikishuka inachipuka. Anaweza asivune sana kama wewe unayemcha Mungu, lakini atavuna. Baraka za Mungu, wema wa Mungu upo kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu cha ziada. Kuna kitu cha ziada katika uzima kinachoongezeka pale, Yesu Kristo. Mtu mmoja akamfuata yule kijana akamwambia, Bwana, nifanye nini nipate uzima milele, niurithi uzima milele? Yesu akamwambia, zishike amri. Akasema, ni zipi? Auliza yule kijana. Yesu akamwambia, ni hizi: waheshimu baba yako na mama yako, usiibe, usizini na kadhalika na kadhalika. Yesu akaziorodhesha pale church. Yule kijana moyo wake ukachangamka kwa sababu alikuwa na dini. Akamwambia, Bwana, haya nimeyashika tangu utoto wangu. Nimepungukiwa na nini? Yesu akamwambia, kauze vyote ulivyonavyo, njoo unifuate, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kristo hakutaka kuomba mfilisi yule kijana. Alijua kwamba kuna shida katika moyo wake. Kwa alitaka kumtengeneza moyo wake. Alafu hivyo vingine angevipata. Kwa sababu pale baadaye mbele kidogo aliwaambia wanafunzi wake kwamba mtakapoacha vote kwa ajili yangu mtapata mara 100. Kwa huyo akachaguliwa na Yesu, anavutwa kwa Yesu, anataka kupewa uzima milele.
Yesu anamwambia njoo nifuate, kauza ulivyo navyo, njoo nifuate mimi, kwa sababu pasipo mimi ukiwa na matendo yako hayakusaidii kitu. Kwa sababu alikuwa ashashika amri. Nilitegemea Yesu angemwambia pale, sasa umeshashika amri, basi una uzima milele. Lakini alimwambia kauza ulivyo navyo, njoo nifuate na utakuwa na hazina juu mbinguni. Amen. Kwa hiyo nataka tuangalie njia ya kwanza ambayo ni Yesu Kristo. Hiyo usiache. Sasa nataka tuangalie njia ya pili ambayo ndio inaitwa njia ya mauti. Yeremia anasema nimeweka njia mbili mbele yako, njia ya uzima na njia ya mauti. Njia ya uzima ni moja iliyonyooka, lakini njia ya mauti haijanyoka. Imeenda lakini ina matawi mengi huko mbele. Ndio maana inaitwa ni upotevu. Kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Mithali 14 mstari wa 12 na kusomea pale. Biblia inasema hivi, kitabu cha Mithali sura ya 14 na mstari wa 12. Mithali 14:12 Biblia inasema iko njia, inaanza kama moja. Anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Sifa hiyo njia ya mauti huaga inaonekana iko sawa machoni pa mtu. Kuangalia sana vitu ambavyo unaviona viko sawa, kuwa navyo makini, si vyote vinaenda sehemu nzuri. Anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Anasema mwisho wa hiyo njia ni njia nyingine tena za mauti. Umeelewa hicho kitu? Huko anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa basi poko kwa njia mimi. Asemi mwisho njia kuna njia nyingine kule za uzima. Huko anasema ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Kwa mtu anaipita hii njia, alafu akikuta kule mbele anakuta migawanyo mingi. Alafu anasema hiyo ni njia ya mauti. Njia ya Yesu imekaa namna hii, imenyoka. Lakini ile nyingine inaanza kama mnyoko huko chini, ikifika kule imegawanyika namna hii. Inakuwa na matawi, inakupeleka huku, inakupeleka kule, inakupeleka kule, inakupeleka kule. Ndio anasema hapa ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwishoni ni njia za mauti. Ndio maana sehemu nyingine kwenye Biblia inataja kwamba kuna milango ya kuzimu. Tushaye kusomaga ile andiko. Milango ya kuzimu. Anasema kuna milango ya kuzimu. Bwana Yesu alimwambia Petro, nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake ni mwisho wa hizi njia zina milango. Kristo akasema tena mahali pengine kwamba jitahidini kupita katika mlango ule mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo potevuni, lakini mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Alisema tujitahidi kupita katika njia ile nyembamba na mlango leo mwembamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hizi ndizo njia mbili ambazo tunazo watu wa Mungu, ambapo katika roho usipochagua huku utakuwa huku. Kuna mtu anasema mimi sina Mungu sana wala sina shetani. Hakunaga sehemu ya katikati. Kama hauna Mungu ni shetani. Bwana Yesu akamwambia wanafunzi wake, akamwambia asiye kusanya pamoja nami anatapanya, asiye upande wetu yu kinyume chetu. Alisema maneno haya. Manake mimi nisipokuwa upande wa Kristo, tayari niko kinyume cha Kristo, hata kama sijakiri kwamba mimi simtaki Kristo. Hata kama sijakiri, tayari niko kinyume na Kristo. Nikiwa upande wa Kristo, tayari niko kinyume na upande wa giza, njia ya mauti. Hata kama sijasema mimi sitaki mauti. Nikiwa tu upande wa Kristo, tayari nishaikataa njia yao. Hauwezi kuwepo hapo katikati. Wengi tunapenda kuwa hapa katikati. Mungu kidogo, dunia kidogo. Uzima kidogo, kamauti kidogo na kaonja. Hapo hakunaga. Na ukijiweka hapo kwenye kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema nitakutapika. Bwana Yesu alisema hivyo. Kwamba unapokaa pale katikati unakuwa vuguvugu. Kristo, wewe utajitumanisha kwamba unaye Mungu. Kristo anasema nitakutapika utoke katika kinywa changu. Maana yake haustahili kuwa katika ile neema ya Mungu. Haleluya. Kwa hizi ndizo njia kuu pili, uzima na mauti. Naomba tuangalie vigezo vya kuingia au kutembea katika njia ya uzima. Kwa sababu tumeshajua sasa ni Yesu. Okay, tunatembeaje katika hiyo njia? Kuna kipindi utampokea Yesu kama Mwokozi, kuna wakati utampokea Yesu kama njia. Kuna kipindi utampokea Yesu kama simba. Sababu anasema ni simba kabila la Yuda. Sasa leo tunaenda kumwangalia Yesu kama njia. Je, hii njia tunaipitaje? Na hii njia tunatembeaje nayo ili tuweze kuona uzima milele? Sio tu kusema nimeamua kupita katika njia nyembamba pasipo kujua kanuni za kutembea katika hiyo njia. Twende kwenye kitabu cha Isaya. Isaya sura ile ya 35 na ule mstari wa 8. Isaya sura 35 na ule mstari wa 8. Isaya sura 35 mstari wa 8, sikia maneno ya Mungu anavyosema. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia anasema nayo itaitwa njia ya utakatifu. Anataja njia mbili hapa. Soma taratibu utaona. Anasema na hapo patakuwa na njia kuu, mkato. Alafu na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Ipi hiyo? Itaitwa njia ya utakatifu. Hiyo njia kuu ambayo imetajwa kwanza kabisa hapo. Itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita
juu yake. Unaelewa hiyo njia? Linganisha na ile neno kule anaye Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo kama Yesu ndio njia, anasema wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kutakuwa na njia kuu na njia, bila shaka njia nyingine ambayo inatajwa hapo ndio njia upotevu. Ameacha. Lakini hiyo njia kuu anayoisema sasa, anasema hiyo wasio safi hawatapita juu yake. Wasio safi hawatapita, itaitwa njia ya takatifu. Kwa kumbe hii njia ya kwenda katika uzima, wasio safi hawatapita juu yake. Ndio maana kule Yesu akasema njia ni nyembamba na imesonga. Kwa watu kawaida hawapendagi kupita kwenye njia zilizosonga, nyembamba hawapendi. Kwa nini wateseke? Wanataka kupita sehemu ambapo watakuwa free, comfortable. Lakini njia pana unaweza ukapita na mizigo yako. Unaweza ukapita na chombo chako. Ni pana, kwa wengi wataipita hiyo. Lakini ile njia kuu ambayo ni nyembamba isionekana kwa macho, anasema wasio safi hawatapita juu yake. Sio kwamba wenyewe itazuia wewe msafi usipite, itaruhusu kupita, lakini wale ambao watataka kupita njia wataona ni vigezo vigumu, ndio maana anasema hawatapita juu yake. Kwa kigezo cha kwanza cha kupita katika njia kuu ya utakatifu ni usafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukishaanza kujiona unakuwa msafi sasa, umeshampokea Yesu, unaanza kuwa msafi kimaisha, fahamu kwamba umeshaanza kupita katika hiyo njia. Lakini ni njia ambayo imesonga. Maanake ni njia ambayo ina mbano sana. Huwezi kupita ukiwa na vitu vingi. Huwezi kupita ukiwa na mizigo mingi. Unaacha mizigo ili umepesi uweze kupenya katika njia. Kwa jinsi unavyozidi kupunguza uzito wako, ndivyo uwezekano wako kupita ile njia unakuwa zaidi. Ndio maana hapa anasema hii njia wasio safi watapita, maanake hawa watu wana mizigo mingi ambayo ni ya uchafu. Hawezi kupita juu ya hiyo njia kwa sababu ni nyembamba, ni njia kuu, ni nyembamba sana. Kwa hapa anasema kutakuwa na njia kuu na njia, nayo itaitwa njia ya utakatifu. Kwa kumbe kigezo pia cha hii njia kuipita ni utakatifu wa mwilini na rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu wa mwilini na rohoni. Baada ya kumpokea Yesu sasa, ni lazima ushaingia kwenye ile cycle, ile njia. Ushaona direction ya ile njia. Sasa ili kutembea na yeye, ndio maana anamwambia Tomaso, mnaijua njia. Yaani anasema hatujui hako. Yesu anamwambia mimi ndimi njia. Kwa njia wanaiona sasa, kwenda katika njia kwa Baba ni lazima upite katika hali ya usafi na utakatifu. Anasema bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Kwa kumbe hata hii njia kigezo chake kingine ni kwa watu wanaosafiri. Bahati mbaya Wakristo wengi sisi sio wasafiri. Hapa tumefika. Duniani ndio tumefika. Hatuna muda kukaga na kufikiri kwamba kutakuwa kuna maisha baada hapa. Mtu anakuambia mimi kufika hapa ndio nimefika. Biblia itufundishi hivyo. Inatufundisha kwamba sisi ni wasafiri, tunapita hapa duniani. Kwa hivyo wote tunavyoviona katika dunia tunavitumia. Biblia inatuambia tunavitumia tu, lakini safari yetu inaishia mbinguni. Tutatafuta kazi, tutatafuta mali, tunavitumia hivyo vitu, tunautumia ulimwengu. Sio ulimwengu tutumie sisi tunautumia ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sehemu, kwa sababu si wapitaji tu. Kwa hiyo kama msafiri siku zote, wangapi washawahi kusafiri umbali mrefu? Naamini wote, si ndio? Hivi wakati unasafiri, tuchukue mfano. Unatoka hapo unaenda Dar es Salaam. Waga ukitoka na gari hapa, alafu gari la umma. Waga mkishafika kituo fulani vile vituo vya karibia na kula, unatangaza pale tutakuwa tuna muda dakika chache za, alafu baada hapo tutakula dakika 10-15. Ushaangalia wale wasafiri tabia zao zinavyokuwa. Utaona tukishatangazwa pale gari likishasimama pale utaona watu wameshasimama kwenye siti. Tena wanaona kama wanachelewesha ile foleni. Wakishashuka pale utaona mtu anakimbilia haraka pale, anaenda sehemu counter pale ananunua chakula chake au anakula. Anakula lakini masikio yake yako makini, sababu anajua nikishapigwa kule ni safari inaendelea. Anakula lakini anaangalia kule gari dereva kapanda au bado. Anakuwa makini kwa sababu anajua gari likishaondoka ndo habari yake imeshaisha. Lakini hakuna msafiri yote anayefika labda kituo fulani labda pale Mombo au anayefika kituo kingine anaanza kuona duka kule la nguo, anaanza kusema pale ngoja nikaangalie nguo au ngoja nikanunue simu. Kuna mtu namna hiyo kweli? Msafiri, kizungumzia na msafiri. Lakini vituo vile utakuta kuna huduma zote. Utaona kuna chakula, utaona kuna maji, kuna huduma za TV, kuna huduma ambazo yule ambaye anakukaribisha pale hataki kama vile uondoke saa hiyo hiyo. Zote kiasi cha kwamba ukifika pale unaenjoy. Lakini msafiri kwa sababu anajua yuko safarini, hawezi kuwa na zile huduma za pale na kusema mimi hapa ni kwangu. Atatumia haraka vile anavyoweza kuvitumia, akishatoka anarudi kwenye gari, anasafiri. Si ni kweli? Na anajua katika safari
katika safari zote inachosha, hakuna safari ambayo haichoshi. Wakati mwingine unajikuta unakaa sehemu moja muda mrefu. Wakati mwingine unajikuta unasikia hali ya kutapika ndani ya gari. Lakini unavumilia, unajua kwamba ni mateso ya muda tu, kuna mali inaelekea. Wakati mwingine unasikia hali ambayo sio nzuri, unapelekwa huku na kule, njiani unakutana na vipindi vya mvua, mnapanda milima, mnashuka katika safari. Unajua mimi ni msafiri, kuna mahali inaelekea. Na hii njia ambayo inaitwa njia kuu, ambayo inaitwa njia utakatifu, ambayo inaitwa njia wasio safi hawezi kupita, ina vigezo hivyo hivyo. Kigezo kingine, inapitwa na watu wanaosafiri, ambao dunia hii wenyewe hapa duniani sio kwao, wenyewe ni wapitaji. Wakristo lazima tujue kwamba hapa duniani sio kwetu, sisi ni wapitaji. Makao yetu yako juu mbinguni. Tumeandaliwa makao kule ya milele. Tumeandaliwa miili isiyoweza kuharibika. Hao ndio makao ambayo tumeandaliwa. Tunao miji kule ambayo ni ya daima. Kitabu cha Ufunuo inasema nikaona Yerusalemu mpya. Kwanza nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu zikakunjwa kama ukurasa zikatupwa. Alafu nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Alafu nikaona Yerusalemu, ule mji mtakatifu, ukishuka kutoka juu kwa Mungu, ukija hapa duniani. Ule mji Biblia inasema hakuna kinyonge kitakachoingia huko, au watendao mabaya chuki zao hawataingia katika mji. Ule mji ndani yake kule Biblia inasema upana wake, marefu na mapana ni sawa sana kwenda juu kwake. Anasema kuna milango 12 na misingi 12. Barabara zake ni za material ambazo hazijawahi kuonekana duniani. Hakuna njaa, hakuna maumivu, hakuna mateso, hakuna mchana wala usiku, kwa sababu mwana kondoo ndo anatia nuru katika ule mji. Ni furaha isiyokuwa na kifani. Pale anasema kwamba hakutakuwa na maombolezo tena wala kilio. Mateso ambayo tunayapitia hapa duniani, maumivu ambayo tunayapitia hapa duniani, shida tunazozipitia hapa duniani, hatutaendelea nazo. Itafanya kipindi zitakoma tunapoingia katika mji mpya. Lakini lilo likubwa sana katika kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema ya kwamba ile Yerusalemu mpya itakaposhuka kutoka juu kwa Mungu, anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mpaka sasa hivi hatuna maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Wanadamu, Mungu hawezi kuwa na mwanadamu namna hii. Lakini tutafika wakati ambapo tutaketi naye, tutaishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya. Sasa ili kuweza kuyatazamia hayo, hapa lazima tuwe wasafiri tu. Kama unataka kwenda Dodoma, unatazamia kwenda Dodoma, akili yako lazima iwe Dodoma. Pale katikati huu ni msafiri. Hakuna chochote kitakachoweza kukushikilia na kukurudisha nyuma. Hakuna chochote kitakachoweza kufanya wewe udumu pale. Kwa sababu unajua hii safari mimi napita tu. Kwa katika ulimwengu pia hatujazuiliwa kutafuta. Hatujazuiliwa kutumia ulimwengu huu kuishi kama watu wengine wanavyoishi. Lakini tunaishi tukijua kabisa kwamba sisi hapa ni wapitaji. Usiweke muda wako, akili yako, fikra zako zote katika maisha haya ambayo yanapita. Wekeza zaidi katika maisha yanayokuja. Na Mungu ametumba sisi wanadamu tofauti na wanyama. Unajua kuku hafikiri kesho. Kuku hafikiri kesho. Unaposema hafikiri kesho, na maanisha kwamba hana akili ya kupanga future. Hana hiyo akili. Yaani huwa hana hiyo akili. Ndio maana leo hii kisha mchinja, mwenzake akiona kesho yake ameshasahau. Au kama anakumbuka lakini anakumbuka kama kuna jana, haijui jana. Anajua tu alishapitia kipindi fulani, wala haijui kesho. Lakini sisi wanadamu tumeumbwa kujua jana, kujua leo na tunajua kesho. Ndio maana utaona leo hii kabla mtu kwenda kufanya kitu fulani, anaanza kujiandaa sasa hivi kwa sababu anajua baada ya miaka 5 kutatokea hiki na kile. Anaanza labda kuwekeza sasa hivi, anajua hivyo na hivyo. Kwa hiyo tuna tabia kuona future. Sasa kuna kitu ambacho shetani anakifanya, anatupa kuona future mpaka mwisho wa maisha yetu, lakini hatupi kuona future baada ya maisha yetu. Kuna shida hapo. Tulipaswa tuone baada ya kifo, yani jicho letu lioze, sio tulione hapa, liishie kuona miaka 30 mbele tutakuwa tuna maisha gani. Kwamba tutakuwa tuna maisha mazuri, tutakuwa na maisha tabu, tutakuwa na maisha. Linapaswa tuone baada pia ya maisha haya kuna vitu gani. Kama tunavyotengeneza maisha yetu kwa ajili ya miaka 30 ijayo, lazima pia tutengeneze na maisha yetu kwa ajili ya miaka baada ya kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo utakaa milele. Mahali ambapo utaishi milele. Je, ni kwenye mauti au ni kwenye uzima? Kama ni kwenye mauti, basi usihangaike saizi kuhangaika kutafuta kuja kanisani kama hapo. Unakuja kufanya nini? Au unakuja kufanya nini? Kama nimechagua mauti. Kama nimechagua mauti, wanasema ukitaka kula nguruwe kula aliyenona. Na Yesu katika kitabu cha Ufunuo alisema, alikuwa kumlazimisha. Alisema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mtakatifu azidi kutakaswa. Ikiwa na maana kwamba ameweka option. Ukitaka kuwa mtu wa kudhulumu, zidi kufanya hivyo. Usiwe unadhulumu kidogo, sababu haitakusaidia kitu. Na ukiwa mtakatifu, zidi kujitakasa, kwa sababu itakusaidia sana. Kwa hizi njia zipo sasa hivi mbele yetu, zimewekwa. Sio sisi tulizoziweka, zimewekwa na Mungu, njia ya uzima
na njia ya mauti. Na hatuchagui kwa mdomo, tunachagua kwa matendo. Tushaona hii njia takatifu tunaichaguaje? Lazima umsafiri, lazima mkamilifu, lazima mtakatifu. Hapo utakuwa umechagua njia ya uzima. Ndio hapo Yesu anasema kwa njia mimi mtu afike kwa Baba. Utafika kwa Baba kwa njia hiyo. Kwa ni vipindi vya kutakasa matendo yetu. Ni vipindi vya kujiangalia tunaishije. Ni vipindi vya kusafisha maisha yetu. Tumalizie pale kitabu cha Isaya sura 35. Narudia tena mstari wa 8 lakini nitasoma hadi mstari wa 10 tunapoelekea ukingoni. Anasema na hapo patakuwa na njia kuu na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, wataonekana ni wajinga. Ukiwa msafiri utaonekana ni mjinga. Sisi wote ni wajinga. Kuna vitu ambavyo hatuvijui kila siku. Kuna vitu kila siku kwako ni vipya, si ndio? Kwao ni wajinga wote. Lakini si wote wapumbavu. Kwa hiyo unapopitia njia hii kamilifu, utaonekana ni mjinga. Kwa hiyo kuonekana mjinga sio shida. Wajapokuwa ni wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Kule anasema njia mwisho wake ni upotevu, lakini hii anasema hawatapotea katika njia hiyo. Kwa hiyo njia ambayo utachagua ya utakatifu, ya kuwa msafiri, ya kuwa safi na kumfuata Yesu, hautapotea katika hiyo njia. Unajua kwa nini pale Yesu akasema mimi ndimi njia na kweli? Alisema njia na kweli kwa maana haongeagi uongo. Alafu ndio uzima. Angeweza kusema mimi ndimi njia alafu na uzima. Kaika katikati pale kweli. Kwa maana hiyo njia kweli hautapotea. Ijapokuwa utaonekana ni mchinga, umeruka na akili labda. Kuishi maisha ya kujitakasa unaweza kuonekana ni mshamba. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu unaweza kuonekana ni mjinga. Kuishi maisha ya kujitoa kwa Mungu unaweza kuonekana una maana. Kuishi maisha ya kumtafuta Mungu unaweza kuonekana ni mjinga, ni taira mbele ya macho ya watu. Lakini wewe mtu ambaye anakuona ni mjinga, hawezi hata kukupa hata kukuza hata unywele wako mmoja. Wewe mtu ambaye anakuona ni mshamba kumtafuta Mungu, hawezi hata kukupa kudundisha moyo wako pigo moja. Lakini aliyekupa uzima, aliyekupa afya, anayekupa amani, huyo ndio anayekwambia katika hiyo njia hautapotea. Tuendelee pa. Hapo anasema hapo hapata kuwa na simba wala mnyama mkali hata panda juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Narudia pale. Hapo hapata kuwa na simba, shetani, simba ngurumaye, wala mnyama mkali hata panda juu yake katika hiyo njia. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba. Sayuni, mji mtakatifu wa Bwana. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kugua zitakimbia. Huzuni na kugua zitakimbia. Sasa wengi wetu tunapenda bado kugua. Tuchague uzima. Maumivu ambayo unayapitia, dharau ambazo unazipitia, uchungu ambao unaupitia, utafika wakati ambapo Bwana atafuta chozi katika shavu la kila mmoja ambaye atapita katika hii njia. Hakutakuwa na mateso tena kule tunakokwenda, lakini lazima tuifuate hii njia. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao unakuja kwa lengo la kukumbushana na kuhamasishana na kutiana nguvu. Jitahidi sana mtu wa Mungu kuchagua njia ya uzima. Jitahidi sana kuchagua njia ya safirio. Kitabu cha Petro wa kwanza 2:11, waraka wa kwanza wa Petro, nisome pale. Waraka wa kwanza wa Petro 2:11. Biblia inasema hivi. Mbona tusome Waebrania 11 mstari wa 14. Tuangalie wale watu mashujaa imani, alafu tutarudi hapo kwenye Petro. Muda wetu utakaa vizuri. Waebrania 11, andiko la mwisho. Waebrania sura 11 na mstari wa 14. Waebrania sura 11 na mstari wa 14. Hao ni wale mashahidi, wingu la mashahidi ambao wametajwa katika kuanzia sura 10 kuanzia mstari sura 11 hapo mstari wa kwanza. Mstari wa 14, Waebrania 11 mstari wa 14. Biblia inasema hivi. Naanzia mstari wa 13. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni. Waliziona ahadi toka mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya
kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Hawa watu wanatafuta miji yao, kwa walikuwa kama wasafiri duniani. Kwa Mungu haoni aibu. Hapa anasema haoni haya. Unajua kuna watu ambao Mungu anaonea haya. Kuna watu ambao Mungu anaona haya. Sababu Yesu alisema mtu akinikana mimi na mimi siku ile nitamkana mbele ya Babangu. Maana yake atamonea haya huyo mtu. Monea haya hapa Kristo naye atakonea haya kule. Lakini hawa ambao ni wasafirio katika nchi, Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. Kwa wakati wanaonekana wajinga duniani, yeye Mungu awaonei aibu, aone aibu kuitwa Mungu wao. Kwa hiyo wakati wanasema ule Mungu wa watu wapumbavu, yeye Mungu ile alimpia aibu, aoni haya kuitwa Mungu wao. Mungu wa wajinga aoni haya. Ndivyo Biblia inavyotufundisha mahali hapa. Na kwenye kitabu cha Petro pia kinazungumzia swala la wasafiri. Kwa hebu tuishi kama wasafiri chini ya jua. Tuishi kama wasafiri, watu ambao tunatazamia nchi yetu, watu ambao tunatazamia mji wetu. Amen. Na leo tutaenda kumwomba Mungu akatujalie jambo hilo, lakini pia tutamwomba Mungu akatupe mafanikio ya kimaisha, kwa sababu najua tukikosa hicho pia tunaweza tukawa tunanungunika sana. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Mungu, tutaenda kumshukuru Bwana, kumwomba tusaidie tubaki katika nchi yako, lakini pia tutaenda kumwomba Bwana tusaidie tufungulie milango, na tutakuwa tunaombeana pia vile vile. Kwa hiyo tutaenda kuombeana na Kristo ataenda kutusaidia. Kwa ujumbe wa leo sio mrefu, unaishia hapo. Tutasimama na kwenda kumwabudu Bwana. Baada ya kumwabudu Bwana, kila mmoja ataenda kuomba.